Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu. Tunaendelea na somo yetu ya kanisa na tuko ukingoni. Tulisema somo ya kanisa tumeigawa katika sehemu 4 kubwa. Sehemu ya kwanza tumeongelea tayari maana ya jina kanisa. Sehemu ya pili tumeongelea msingi wa kanisa, vile kanisa inaanzishwa, na sehemu ya tatu tumeongelea kuhusu jinsi vile kanisa inajiendesha, na tuko sehemu yetu ya mwisho tunaongelea kuhusu vile kanisa inaweza kupanuka. Na katika pointi ya 4 tulichukua andiko yetu mama katika kitabu ya Yohana 15 sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Yesu anasema yeye ni mti ya mzabibu. Na Yesu ni nani? Kando ya Yesu kuwa mwana wa Mungu, kando ya Yesu kuwa Mungu kweli, kando ya Yesu kuwa Masia, lakini Yesu alikuwa leader, kiongozi. Alikuwa na maono, alitoka na maono yake mbinguni kwa ajili ya kuja kuokoa binadamu, na alikuwa mchungaji. Na maono yake alipoileta duniani, yeye anajitangaza kama yeye ni mti mzabibu, mti ya mzabibu. Na tulisema kazi ya mti ni kuzaa matawi, na kazi ya matawi ndio inazaa nini? Matunda. Kwa hiyo mbeba maono yote, mtu yeyote anaanzisha jambo fulani, yeye ni mti, iwe ya kimwili iwe ya kiroho. Kwa hiyo ukienda kuanzisha kanisa, wewe ni mti, na kama wewe ni mti, mti ana jukumu ya kuzaa matunda, lakini mti ana jukumu ya kuzaa matawi, na matawi ina jukumu ya kuzaa matunda. Na tukasema Yesu alipokuja duniani kabisa akajua anataka watu wote waokolewe, kwa hiyo matunda ipatikane, lakini akajua jukumu yake yeye ni kuzaa matawi. Na alipozaliwa katika taifa la Israeli akapata wanafunzi 120, na ndani ya wanafunzi 120 akaweza kuzaa matawi 12. Na nikakwambia pia Yakobo naye alikuwa na maono. Mungu alitaka kuwe na taifa ya Israeli. Aliongea nao na Ibrahimu na aliongea nao na Isaka, lakini kwa maisha ya Yakobo ndio hiyo taifa ikakuja kutimia. Yakobo naye akazaa watoto 12. Ukichukua matawi 12 ya Yakobo na matawi 10 ya baba yetu wa kimwili na matawi 12 ya Yesu baba yetu wa kiroho, unapata kuna matawi 24. Hao tunaweza kusema kanisa ina idara 24. Kwa hiyo hawa ni Waisraeli wa kimwili, watoto wa Yakobo, na sisi ni Waisraeli wa kiroho, watoto wa Yesu. Na tukasema kazi ya mbeba maono, kazi ya leader, kazi ya yule anaanzisha kanisa, kazi yake yeye ni kuzaa matawi. Kwa hiyo mchungaji anapoanza kanisa anapambana apate watu 10, 12, 15, 20, 24. Na akishapata wa watu, mchungaji anakuwa na jukumu sasa ya kuhakikisha hii matawi imezaliwa ipate kuzaa nini? Matunda. Na sasa tukasema ni matunda inazaa, matawi inazaa matunda mingi. Nikakwambia kanisa na mifumo 4 ya utawala ndio inaweka idara. Kuna makanisa hata haina idara, mchungaji ndio kila kitu. Kuna makanisa inachagua hata idara 6 inaongeza kanisa. Kuna makanisa inachagua idara 12 inafanya kanisa, na kuna makanisa machache inafanya idara 24 kama wazee 24 wa kitabu wa Ufunuo sura ya 4. Katika mbio ya kiroho kuna mbio 24, na ndio hao wazee 24 walipewa taji ya dhahabu. Ukiona mtu anavaa taji tu, kwa hiyo alifanya mashindano. Hauwezi kuvikwa taji pasipo kufanya mashindano, na hao walipovikwa taji, kwa hiyo walifanya mashindano, na sio mashindano ya kimwili, lakini mashindano ya kiroho. Na mashindano ya kiroho ni 24, na yeyote aliyetoka best kwa hiyo mashindano ndio alipewa taji ya dhahabu. Sasa tukasema kanisa inapoanzishwa, kwa sababu ni shughuli ya kiroho, na kazi yote ya kiroho kama unataka kufanikiwa, tukasema inaanza na idara ya kwanza. Nikwambia kanisa Jerusalem, kanisa mama ilipoanzishwa, wale wa mitume wanafunzi walikuwa katika nyumba ya juu wakiomba. Kwa idara ya kwanza ya kanisa inapoanzisha
ni idara ya maombi, kwa sababu maombi inajibu kwa vitu inawezekana na vitu isiwezekana. Hata kwa wanafunzi kupokea roho na kubatizwa na Roho Mtakatifu waliipata tu wakiwa kwa maombi. Na Yesu anasema katika Luka 11, anasema kama nyinyi wa baba wabaya mnaweza kujua kupatia watoto wenu vitu vizuri. Sasa hakuna mtoto ataomba baba yake mkate na baba ampe jiwe, kuomba samaki na ampe nyama, kuomba samaki na ampe nyoka, na kuomba yai na ampe ngee. Sasa bila sasa, kama sisi wa baba wabaya tunaweza kujua kupatia watoto wetu vitu vizuri, itakuwaje baba yetu wa mbinguni atatupatia Roho Mtakatifu? Hakuna kitu bora kupita kila kitu kwa maisha ya mtu ni kupewa Roho Mtakatifu. Unapopewa Roho Mtakatifu unapewa Mungu, na ukiwa na Mungu kunatoka msamiati, kunatoka problem ya kitu inaitwa impossible, kwa sababu kwa binadamu, kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Unapokuwa na Mungu, kwa hiyo Mungu anafanya maisha yako kila jambo ipate kufanya nini? Kuwezekana. Hasa Biblia inasema kwa kusudi hao wapate Roho Mtakatifu waliipata wakiwa katika kuomba. Kwa kanisa, kazi yote ya Mungu inapoanzishwa, kitengo ya kwanza inatangulia ni kitengo inaitwa nini? Kitengo ya maombi. Hata wakati fujo ilitoka kanisani, Petro na mitume, kulitoka fujo ya pesa wakati kanisa inaanza kuinuka, wakashauri wao watabaki na mambo mbili, huduma mbili. Wasa watabaki na huduma ya neno na huduma ya maombi. Kwa kanisa ilizaliwa kwa maombi, na kama kanisa inazaliwa kwa maombi, kanisa inaendeshwa na maombi, na kanisa inamalizwa na maombi. Bila maombi hata muwe na mipango mizuri, bila maombi hata muwe na maono mazuri, bila maombi hata muwe na pesa, muwe kila kitu, muwe vyombo, muwe kila kitu, hata mashamba, mtakuta hiyo kitu isiende mahali popote. Unaweza kujikuta unajaza watu wengi, lakini si watu wa kiroho, ni watu wa kimwili. Kusudi upate watu wa kiroho, ile siku ya Pentekoste watu wakaokoka 3,000, kwa sababu ilitokana na maombi ya watu walikuwa wanaomba siku 50. Kwa tukasema idara ya kwanza ni idara ya maombi, na tungependelea katika idara watumishi wote, watendaji wa kazi wote kanisani wanahitaji kupatikana katika idara ya maombi. Chochote unafanya hapa duniani, kama unataka kuona na mafanikio mzuri, ukichange na kitu inaitwa jina yake nini? Maombi. Na chochote unafanya hapa duniani, kama unataka kuona kisitokee best, ukifanya na akili yako, ukifanya na masomo yako, ukifanya na pesa yako, ukifanya na mawazo yako, pasipo kuchanga kitu inaitwa jina yake nini? Maombi. Tukasema idara ya pili, tukishapata idara ya maombi, tukiheshimu andiko, wakati Yesu anatuma wanafunzi, Mathayo 28, akamwambia enendeni duniani kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wao. Na Warumi 10:13-15 bila saa, wataaminiaje kama watafanya nini? Hawatasikia. Kwa idara ya pili ni idara ya uinjilisti, kutangaza habari njema. Na nakwambia tunapoenda kutangaza habari njema, tujue kitu moja, wapagani hawatuhitaji, sisi ndio tunahitaji wapagani. Na ndio haitwi habari mbovu, lakini inaitwa habari njema. Hata Yesu yeye mwenyewe anasema hakuja kuhukumu, lakini alikuja kuokoa. Kwa hiyo tunaenda kutangaza habari njema, kutumia lugha sahihi, lugha ya mvuto, lugha ya ushawishi, kusudi wale watu wasiomjua Mungu wafurahie, wafatane na maneno ya nani? Ya Mungu. Mwambie hata unakunywa pombe, hata kama uko mzinzi, hata kama uko mlevi, hata kama uko mwizi, lakini kwa hali hiyo Yesu anakupenda. Lakini atwende na maneno ya kukondeni watu. Unapohukumu watu, kumbuka maisha yetu kabla hujampokea Yesu. Sote kabla hatujampokea Yesu hatakuwa na maisha mazuri, tulikuwa na maisha masafi, machafu, lakini ni kwa neema na rehema yake tu ndio Mungu ametuokoa. Tukasema kitengo, idara ya tatu, tukasema Biblia inasema wakati watu waliokoka siku ya Pentekoste, katika Matendo ya Mitume sura ya 4, Matendo ya Mitume sura ya 2, Biblia inasema wale waliokoka wakabadilishwa jina wakaitwa wanafunzi. Biblia inasema wanafunzi wakakaa chini ya mafundisho ya nani?
ya mitume. Kwa sababu huku nje unavutiwa na wameambia amini Yesu, utapona, utabarikiwa, utafunguliwa, utakombolewa. Sasa mtu anakuja kwa Yesu na matumaini kubwa, lakini akishaingia sasa kanisani, kwa sababu anavunwa, ndio anafundishwa kusudi ubarikiwe, kusudi upone, kusudi inuliwe, kusudi yale mambo walikuwa anaongea kule nje kwa ufupi itokee kuwa kweli. Lazima mtu apate kufanya nini? Kufundishwa. Hata kwa shetani kuna kanuni, kwa Mungu kuna kanuni, dunia ina kanuni. Kwa idara ya tatu, idara ya nini? Ya mafundisho. Tukaona idara ya nne, tuliongelea idara ya wamama. Hiyo ni tawi ya nne, na tukasema wamama wana jukumu 6 kanisani, na nikwambia ni makosa kutengeneza idara kabla kwanza hujafunza watu kuhusu habari ya hiyo idara. Tunapotaka kutengeneza kitengo ya maombi, tuambie kuna nini tunataka kwa kitengo ya maombi, kazi ya kitengo ya maombi, maombi wanafanya nini na nini na nini. Tukitaka kutengeneza idara tukisema ya wainjilisti, tunasema tunavuna watu kwa njia 14. Anza kueleza maana ya idara, kazi ya idara, na mbinu gani na ndani inatumika kwa ajili ya kuvuna watu kuja katika kwa Yesu Kristo. Kama hapa kwetu kwa sasa tuna mbinu moja, tunatumia karibu mbinu moja kubwa, lakini tunaipanua katika mbinu ya pili, mbinu ya tatu. Mbinu ya kwanza tunahubiri kwa radio, lakini mbinu ya pili tunaweka mafundisho yetu kwa YouTube, kwa Facebook, watu watufuate katika mitandao ya kijamii. Na hiyo yote nasababisha watu wavutiwe na wafuatwe na maneno ya Mungu. Lakini tukasema idara ya tatu, wakishaokoka wanakuja kanisani kufundishwa, na wafundishwe. Biblia inasema Timotheo, kila andiko ilipewa kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Timotheo 2:3-17. Inafaa kufundishwa, kuonywa, kurekebisha, kukaribia. Mtu wa Mungu anahitaji kufunzwa everything kwa Bible, kusiwe na sehemu moja anafunzwa na sehemu nyingine inabaki. Lakini kitengo ya 4 tulishaiona, tukasema kitengo ya wamama, na nikamwambia wamama wana majukumu 6. Wanafunzwa jukumu ya kwanza, wanafunzwa jukumu ya pili, wanafunzwa jukumu ya tatu. Hapo kabla hujaunda kikundi, wakishafunzwa uwapeleke. Kwa hiyo unapowafunza majukumu, unawaonesha sababu ya kikundi na matarajio ya kanisa kupata nini na nini kutoka ya hiyo kikundi, kisha wafanye hiyo kazi. Sasa tutaenda kuona, tuliona kitengo ya 5, tuliona kitengo ya vijana. Tulisema vijana wana nguvu, na kwa misa kanisa yote nyai na idara haiwezi kupanuka. Lazima kanisa iwe na idara, department, vitengo, na hii matawi ndio itaweza kuzaa matunda. Kama kikundi ya maombezi inakuwa na nguvu, kanisa inapanuka. Kama kikundi ya uinjilisti na kwangu, watu wanakuja wengi kanisani. Kama kikundi ya mafundisho ya kwangu, inafanya watu watulie. Kama watu wanahangaika kwa sababu wanakosa neno, Biblia sasa watu watahangaika huku na huku wakienda kutafuta neno. Lakini kama kanisa inafunza vizuri, hiyo kanisa iweze kuogopa washirika wake kwenda kusikiliza neno ya Mungu mahali popote, hawatatoroka. Ukianza kuona mchungaji sasa iko nazuia washirika wasisikilize neno ya wahubiri wengine, ujue ni mchungaji anahubiri, lakini afanye nini? Afundishe. Lakini kama mtu anafunza neno ya Mungu, hana hofu ya mhubiri wowote, hana hofu ya mshirika wake kusikiliza mahubiri, kwa sababu hana hofu ya mshirika wake kualikwa kwenda kusikiliza neno, kwa sababu tayari amekula chakula kile, kimeshiba. Akasema na wamama wakifunzwa vizuri, kitengo wa mama ikifanya vizuri, hiyo kitengo itasababisha wamama waongezeke wengi kanisani. Kitengo ya vijana pia tukasema vijana wana majukumu 6. Vijana pia wakifanya vizuri, hiyo kitengo itasababisha vijana, kazi ya kikundi ya vijana ipanuke na kazi ya Mungu ipanuke. Tutaenda kuona idara ya 6 kanisani. Chukua Biblia yako takatifu. Tutaenda kusoma katika kitabu ya Luka sura yake ya 8 mstari wake wa 1 mpaka wa 3. Idara ya 6. Biblia inasema, ikawa baadhi ya hawa ikawa baada ya hiyo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri
na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na mapepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na mapepo 7, Yohana mke wa Kuza, wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia na mali zao. Amen. Tumetoka kusoma katika kitabu ya Daktari Luka sura yake ya 8. Nakwambia huyu ni msomi na mafundisho yake, maandishi yake ilikuwa magumu sana. Na Luka akapenda kuongelea kuhusu stori ya maisha ya Yesu Kristo bila ifanya kazi ya Mungu. Luka alikuwa secretary wa Mtume Paulo, lakini akaona aandike kuhusu habari ya maisha ya Yesu. Sasa Yesu alipotimiza miaka 30 alipoenda kubatizwa, na kutoka kubatizwa alipoanza kufanya kazi ya Mungu. Mfumo Yesu alikuwa anafanya kazi ya Mungu, alikuwa anatembea mjini na vijijini, kwa sababu yeye alileta habari njema. Dunia nzima ilikuwa na habari mbovu kwamba kwa bustani ya Edeni Mungu aliweka Adamu na Hawa, lakini shetani akawadanganya, akawapokonya kila kitu, na hawa watu wakaanza kuishi maisha ya mateso. Sasa Mungu alikuwa anatafuta kwa njia gani na mbinu gani mtu hiyo maisha yake ya kwanza ya raha ya bustani ya Edeni. Mungu hakutuumba kusudi tuteseke. Mungu ametuumba kusudi tukuwe na mambo mbili, tupate uzima na tuwe na uzima tele. Maisha ya dunia tuishi vizuri, na kisha kufa tuingie katika uzima wa milele. Sasa Yesu aliyeleta uzima, na ndio sasa katika kitabu ya Yohana 14:6 nasema mimi ni njia, kweli na uzima. Alikuwa anatembea mjini na vijijini, kwa sababu watu wa mjini wanahitaji uzima na watu wa vijijini pia wanahitaji nini? Uzima. Watu wamesoma wanahitaji uzima na watu wa kusoma pia wanahitaji nini? Uzima. Watu makabila yote, lugha yote, rangi yote wanahitaji uzima. Sasa alipokuwa anatembea mjini na vijijini kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, Biblia inasema alikuwa anatembea na mitume wake 12. Walikuwa wanamsindikiza kila mahali. Lakini namba tu kando ya kutembea na mitume 12, Biblia inasema alikuwa anatembea pia na wanawake wenye tayari wao walikuwa wamepata habari ya ufalme, walitolewa mapepo. Kwa maisha yao walikuwa na mapepo, na kuna mapepo ingine inatoka ikiongea, na kuna mapepo ingine inatoka bila kuongea. Sasa Biblia inasema mapepo ilipotoka ndani ya watu, wakaona kile Yesu alifanya kwa maisha yao, wakakuwa nazunguka na Yesu mjini na vijijini. Hawa wanaume 12 ni mitume, wanasimama naye kwa mambo ya kiroho, lakini hawa wanawake waliotolewa mapepo walikuwa wanatembea naye kwa kumhudumia Yesu na mali yao. Kwa lugha fupi tunaweza kusema walikuwa na sapoti kazi ya nani? Ya Mungu. Chochote tunapotaka kufanya hapa duniani, kiwe ya kiroho, kiwe ya kimwili, kiwe ya kawaida, kinahitaji kuwa na kitu inaitwa jina yake nini? Pesa. Kuna vitu mbili kwa maisha ya mtu niko muhimu kupita kila kitu. Kitu ya kwanza, Roho Mtakatifu. Wagalatia 4:6 Biblia inasema na Roho wa Mungu anatushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Kwa kuingia mbinguni hatuingie mbinguni kwa pesa, lakini kwa kuingia mbinguni tunaingia mbinguni kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Ukiona katika Matendo ya Mitume sura ya 10, kuna mtu alikuwa anafanya matendo mema, alikuwa naomba, yeye na nyumba yake yote wanaogopa Mungu, lakini wangekufa hawangeenda mbinguni. Na Mungu akawasikilia huruma kwamba hawa wanafanya matendo mema, wananiogopa, wanafunga, wanaomba, lakini siku ya mwisho hawataingia mbinguni kwa sababu wanakosa kitu inayosababisha mtu aingie mbinguni, kwa sababu mbingu ni ya kiroho, na lazima watu wanahitaji kuingia mbinguni, lazima watu wakuwe wa kiroho. Na ndio maana Yohana sura ya 23:24 Mungu anasema anatafuta watu watakaomwabudu katika roho. Kwanza roho, matendo yanafuata baadaye. Kwanza roho, matendo yanafuata baadaye. Katika roho na kweli.
Sasa Kornelio na nyumba yake wote walikuwa wanapenda Mungu, wanaogopa Mungu, wanatumikia Mungu, wanatoa mali yao na wanaomba, lakini hawakuwa na Roho Mtakatifu. Malaika na Mungu aende kumuita Petro, na Petro alipokuja, kitu hao watu walikuwa nakosa ni kitu moja peke yake, Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akawashukia wote. Lakini kando ya Roho Mtakatifu inatupeleka mbinguni, kitu ya pili muhimu katika maisha ya mtu hapa duniani, fedha. Biblia inasema pesa ni jibu ya kila kitu hapa duniani. Pesa haina jibu peke yake mbinguni. Hawezi kumuonga Mungu kusudi ingie mbinguni. Lakini kama unafanya shughuli yote hapa duniani, inahitaji kitu kinaitwa jina yake nini? Pesa. Na Yesu alikuwa na Roho Mtakatifu, anakuja kufanya kazi ya kiroho, lakini hata anakuja kufanya kazi ya kiroho kusudi hiyo kazi ipate kufanikiwa vizuri, ilihitaji kitu kinaitwa jina yake nini? Pesa. Kwa hiyo tunaweza kuita kitengo ya sita, kitengo ya support, kusimama na kazi ya Mungu kifedha. Na kazi yote ya Mungu kusudi ipate kusonga mbele na kupanuka, inahitaji idara ya kusapoti kazi ya Mungu. Kwa sababu hata Biblia inasema katika kitabu ya Warumi 10:13-15, Biblia inasema watasikiaje, wataaminiaje kama watasikia, na watasikiaje kama hakuna watu wanaenda kuwahubiri, na watawahubiriaje kama hakuna watu wanawatuma wanawasapoti. Biblia inasema heri miguu inayotangaza habari njema. Lakini kwa kutangaza habari njema lazima watu wapate support. Na support yetu ya kwanza ni Mungu. Mungu lazima anatusupport kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu, na ni Mungu anatufungulia milango ya baraka. Na sasa every vision have a provision. Maono yote Mungu anawekea support kusudi hiyo kazi iweze kufanikiwa vizuri. Kama hivi niko nafundisha hapa, kamera ni pesa. Hiyo kamera nimenunua Marekani, dola 1,800. Bila pesa, hata kama ningeenda Marekani, lakini kama singekuwa na pesa ya kununua hiyo kamera, kama Mungu nifuata kwa sisi niko nafuata hapo. Kuweza kuwa na vyombo ya muziki ni pesa. Kuweza na kuwa na kiwanja ya kujenga kanisa ni pesa. Kuweza kuwa na viti kanisani ni pesa. Kuweza kuwa na vifaa, kila kitu hapa duniani, jibu ya kila kitu ni pesa. Na bila pesa hata tunaweza kuwa na mawazo mazuri. Bila pesa tunaweza kuwa na maono makubwa. Bila pesa tunaweza kuwa na mikakati kubwa, lakini hiyo maono yote itabakia kuwa maono na haiwezi kugeuka kuwa nini? Kweli. Sasa tunapata pesa kwa njia gani sisi watumishi wa Mungu? Idara ya support inapata pesa kwa njia gani na njia gani? Idara ya support tunapata pesa sana katika njia tatu kubwa. Njia ya kwanza, washirika wao wenyewe wanasimama na kazi yao. Unaona hapa Yesu anatembea na watu walitolewa mapepo. Kwa hiyo tayari wameokoka, ni Wakristo. Kwa hiyo wakaamua malipo yao, wakaona shukrani zao kwa yale mambo Mungu amewafanyia. Na hao Wakristo walijielewa, lakini kuna Wakristo wengi mapepo ilitoka kwa maisha yao. Kuna hawakueleza ni pepo ya aina gani. Inaweza kuwezekana pepo ya umaskini, inaweza kuwezekana pepo ya utasa, inaweza kuwezekana pepo ya kutofanikiwa, inaweza kuwezekana pepo ya kutokuwa na mke, pepo ya kutokuwa na Mungu. Na hao Wakristo wakarecognize, kutambua kabisa kile Yesu alifanya kwa maisha yao. Na baada ya kutambua, wakaona kuna umuhimu na wao wasimame na kazi ya Mungu. Wengine pia mapepo ya aina mbalimbali ipate kutoka kwa maisha yao. Kwa njia ya kwanza, kazi ya Mungu inasapotiwa kupasudi ipate pesa. Pesa inatokana na wale washirika Mungu amekupatia, na hao washirika wameokoka, wamekuja chini ya dari ya maono Mungu amekupatia. Kuna huyu alikuwa na shida fulani, kuna huyu alikuwa na shida fulani, kuna huyu alikuwa na shida fulani, lakini tangu amue kufuata maneno ya Mungu, hiyo matatizo ikafanya nini? Ikatoroka. Kwa hivyo njia ya kwanza ya kutambua kama shukrani yao, wanaamua kusapoti kazi ya Mungu, wanaamua kusapoti. Tunakuwa na mipango mingi,
Tuseme watu watengeneze kipindi ya prayer and fasting, watengeneze maombi ya kufunga siku 3 bila kula bila kunywa. Wakati wa kufungua watahitaji chakula, kwa hivyo inahitaji fedha kwa ajili ya chakula. Kikundi ya wainjilisti naweza kusema wanataka kutengeneza crusade, wanataka kwenda kuhubiri nyumba kwa nyumba, wanataka kuandaa mini. Hiyo yote inahitaji nini? Pesa. Na hiyo pesa tutaipata kwa njia ya kwanza, kwa wale wamekombolewa kwa damu ya Yesu, wanatambua kile Mungu amefanya kwa maisha yao, kule Mungu amewatoa, mahali Bwana amewatoa, na wakaamua kusimama na kazi ya Mungu, kusudi kazi ya Mungu ipate kusonga nini? Mbele. Hiyo ni njia ya kwanza, tunapata pesa kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Tutaenda kuangalia njia ya pili na njia ya tatu, tunapata pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ukisoma katika Wafalme wa Pili, hiyo andiko tiandika tu kwa sababu ya muda, nataka kukomboa muda, sitaweza kuisoma. Ukisoma Wafalme wa Pili sura yake, Wafalme wa kwanza sura yake ya 17 kuanzia mlango wake wa kwanza kushuka paka chini, utakuta hapo wakati Elia anaenda mbele ya mfalme Ahabu. Nasema First King chapter 17:1 kushuka paka 15. Utakuta wakati Elia anaenda kwa mfalme King 1 Roi chapitre 17 1 jusqu'à 15. Kwa so nchi ya Israeli iliweka madhabahu mbili. Madhabahu ya kwanza ilikuwa madhabahu ya Mungu, na madhabahu ya pili ya Jezabeli madhabahu ya Baal. Na Israeli walikuwa wanaabudu Mungu na wanaabudu miungu. Na ukiwa na Mungu na ukiwa na miungu hauna Mungu, kwa sababu Mungu achanganyi, lakini shetani anachanganya. Na kutokana na hiyo hasira, kwa sababu madhabahu ya Mungu ina vitu mbili na madhabahu ya shetani ina vitu tatu. Madhabahu ya Mungu ina vitu mbili katika Yohana 10:10b, ina uzima na uzima tele. Na madhabahu ya shetani ina vitu tatu kuu. Yohana 10:10 mstari A, inaiba, inaua na inaharibu. Na kwa sababu Waisraeli walikubali kuchukua madhabahu ya Baal, kwa hiyo inahitaji kila kitu kwao kikufe, inahitaji kila kitu kwao kiharibike, na inahitaji kila kitu kwao kiibwe. Matokeo yake Elia alipoenda kwa mfalme, Mungu akasema miaka 3 na miezi 6 nchi nzima hakukuwa na mvua. Kwa hiyo walikuwa na madhabahu ya kitaifa ya kishetani. Na kwa sababu unabii ile ilitoka, Elia aliongea, hiyo unabii ikamwafekti pia Elia, kwa sababu Elia hakuwa nje ya taifa ya Israeli, Elia alikuwa ndani ya taifa ya Israeli. Mvua ilipoanza kukosa kunyesha, maji inaisha. Mvua ilipoanza kukosa kunyesha, chakula inaisha. Mvua ilipoanza kunyesha, uchumi karibika. Mungu akajua matokeo yake, na Elia ni mtumishi wa Mungu. Unajua, tunaposema kusimama na kazi ya Mungu, kanisa inamaanisha mambo mbili. Number 1 ni kusupport kazi ya Mungu, kununua viti, meza, vitanda, kiwanja, nini, vitu yote ya kanisa, ndio tunaita kusupport kazi ya Mungu. Lakini kusupport kazi ya Mungu ya pili ni kusimama na watumishi wa Mungu, kwa sababu hakuna kazi ya Mungu pasipokuwa na watumishi wa Mungu. Kwa sababu Biblia inasema katika Warumi 10:13, heri miguu ya watu wanaotembea kutangaza habari njema. Kwa hiyo tunaposema tuna support kazi ya Mungu, kwa hiyo tuna support aina mbili, tuna support watumishi wa Mungu na tuna support kazi yenyewe. Nanunua viti, nanunua meza, nanunua television, nanunua vitanda, nanunua kiwanja, nanunua kiwanja ya kanisa, nanunua mabati. Hiyo ni kununua vyombo, hiyo ni kusupport kazi ya Mungu. Kuna support kazi ya Mungu. Lakini namba 2, hata ununue hiyo vitu vyote, kama huyo mtu anahitaji kufanya hiyo kazi ya supportiwe, inakuwa nguvu hiyo kazi ya Mungu kufanya nini? Kusonga mbele. Sasa Biblia inasema njaa sasa ilipoingia katika taifa ya Israeli, Mungu akasema na nabii Elia, toka, nimekutuma mahali kule kwa jangwa, nimeweka kule kwa jangwa, nimeweka kunguru itakulisha. Na alipoenda kule kweli akapata kunguru, mahali kuna maji, kila jioni kunguru ilikuwa anamletea chakula na nyama. Na unajua katika viumbe Mungu aliumba kunguru ni mnyama mchafu,
Hata Mungu alimuumba, lakini kunguru hataingia mbinguni. Hata Mungu aliumba mbwa, lakini mbwa hataingia mbinguni. Ni ishara ya viumbe vichafu. Na kunguru ni mnyama anapenda chakula sana. Kunguru ni mnyama anapenda nyama sana. Lakini Mungu anamwandaa kunguru kwa ajili ya kumsupport, kumlisha mtumishi wa Mungu nani? Eliya. Kunguru ni picha ya watu wasiookoka, wasiomjua Mungu. Kazi ya Mungu inasapotiwa na watu wameokoka, washirika wako, watoto wa kiroho. Lakini pia kazi ya Mungu inasapotiwa pia hata na watu wasiookoka. Mungu anaweza kutumia mtu yoyote kukubali kusimama na kazi ya Mungu. Kaona mpagani anakuletea hela, kaona mpagani anakupa shamba kwa ajili ya kazi ya Mungu, kaona mpagani ananunua. Na nimeona wapagani wengi wakifanya mambo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kama Kornelio kwa Biblia alikuwa Mrumi mpagani, lakini anaogopa Mungu, anapenda Mungu, anasupport kazi ya Mungu. Hatuweze kuzuia mataifa wasiomjua Mungu kuweza kusimama na kazi ya Mungu, lakini kitu tutazuia hawa mataifa wasiomjua Mungu wanapokuja kusimama na kazi ya Mungu. Hawahitaji kutupatia condition yoyote, kwa sababu Biblia inasema Methali 10:22 ni baraka kutoka Mungu, ina baraka na haifuatwi na laana. Na baraka ya Mungu haina masharti yoyote. Ikianza kwamba nitasupport lazima ufanye hivi, nikisupport lazima ifanye hiyo, sio baraka kutoka Mungu. Kwa sababu kunguru hakumwekea Eliya condition yoyote kwamba kwa kula inahitaji, kwa mimi kulete inahitaji. Aliamrishwa na Mungu. Kunguru aliamrishwa na Mungu, na Mungu anaweza kuhubiri mataifa, anaweza kuamrisha wapagani, watu wasiojua Mungu, watu wa aina yoyote wasapoti na kusimama na kazi ya Mungu. Na hapo cha kunguru ilipomlisha kwa muda wote ilikuwa baraka, lakini ikafika wakati hiyo maji ya chemchea maji mahali Eliya alikuwa, ilifanya nini? Ilikauka. Mungu akajua hata akiletewa chakula hapa na kunguru, lakini kwa sababu hakuna maji, huyu mtu atakufa. Mtu anaweza kuishi siku mingi bila kula, lakini mtu hawezi kuishi siku mingi bila kunywa maji. Maji ndio uhai. Mungu akamwambia, toka hapo, enda katika mji wa Sarepta. Majirani hawa ni majirani ya wanani? Ya Waisraeli. Nimeandaa mama mjane, na huyu mama mjane huko atafanya nini? Atakulisha. Nisikilize, watu wa kwanza wanasapoti kazi ya Mungu ni watoto wako wa kiroho, washirika wale uko nao, na maono inainuka na kuja na watoto wa nyumba. Watoto ndio wanaweza kumstiri baba yao. Watoto wanaweza kusimama na baba yao kwa kila jambo. Watoto wanaweza kufanya kila kitu kwa ajili ya baba yao. Lakini namba 2, kazi ya Mungu pia inaweza kusapotiwa hata na watu wasio watu wa Mungu kabisa. Lakini namba 3, Eliya akatumwa kwa watu wa Sarepta. Mjane wa Sarepta ni jirani. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kazi ya Mungu inaweza kusapotiwa hata na watu wa makanisa mengine, wa maono mengine, ya huduma nyingine, watoto wako wa kiroho kutoka madhehebu mbalimbali, na tumewaona wengi. Tangu tuanze kazi ya Mungu tuna sababu ya kushukuru Mungu sana. Kuna watoto wengi wetu wa kiroho wasio wa dhehebu yetu na madhehebu mengine, wameokoka, lakini wanajua umuhimu na maana ya kazi ya Mungu. Wameamua kusimama na kusapoti kazi ya Bwana. Na huyu mwanamke mjane Elisha alipotumwa kwake, kaambia huyu anaenda kulisha kwa muda wote. Nafikiri nabii alipoenda kwa huyu mama, ukijaribu kuangalia kwa picha ya juu utaona kama nabii alienda kwa mzigo na alienda kwa tatizo kwa mama. Kwa sababu mama alibaki na unga moja, kamfuko moja ya unga ya chapati na kamafuta kadogo. Lakini Biblia inasema Eliya, Mungu akamwambia nimekutuma kwa huyu mama mjane akulishe. Lakini Eliya alipomuona mama mjane, Eliya akaongelea vitu Mungu akamwambia. Eliya akamwambia mama, nipe maji. Na wakati Eliya aliomba maji, mama alienda haraka sana. Na akienda haraka kuchukua maji, Eliya akamwita akamwambia, subiri. Ule unaenda kunichukulia maji, pia unitengenezee chakula, uniletee chakula nikule. Lakini wakati mtumishi wa Mungu alitaja chakula, huyu mama akasema, Bwana wangu, mtumishi wa Mungu, anamjua kabisa ni mtumishi wa Mungu,
Na kuna watumishi wengi wa Mungu si wa dhehebu yako. Kuna watumishi wengi wa Mungu si wa kanisa yako. Si tu ule mtumishi anakuhudumia ndio mtumishi wa, hapana. Watumishi wa Mungu ni wengi. Na ukianza kusikia mtu wa Mungu anasema anabaki yeye peke ndio mtumishi wa Mungu, jua huyo ndio si mtumishi wa Mungu. Kwa sababu Elia alitaka kufanya hiyo makosa, kumwambia Mungu nimebaki peke yangu. Mungu akamwambia bongo, hiyo sio kweli. Bado tuna 7,000 wenyewe hawajasulubiwa bado. Na kwa dunia hii, hata dunia ikuwe mbaya kiasi gani, hata dunia ikuwe imeharibika namna gani, bado kuna watumishi wa Mungu wazuri tu, wanaopenda Mungu, wanaotumikia Mungu. Sasa huyu mama Elisha alipomuomba chakula, mama akamwambia nimebaki na kaunga kadogo kinye nataka kutengeneza, nikule na nipike tukule na mtoto yangu kisha tufe, hatuna ingine zaidi ya pale. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia mtengenezee kwanza, fanya vile unasema, ende kutengeneza, lakini kitu usifanye, wewe na mtoto wake msitangulie kula, uniletee mimi nikule, na nitakapokula mimi sikia vile neno ya Mungu inasema, kwa sababu Mungu ndiye alimtuma, si yeye alijituma. Sikia vile neno ya Mungu inasema. Mungu anasema kwa nyumba yako, hiyo unga na hiyo mafuta haitaisha mpaka siku Mungu ataweza kumimina mvua katika taifa ya Israeli. Kale kaunga kidogo huyu mama alitii, na kale kamafuta kidogo alitii, akakubali kwanza kusapoti mtu wa Mungu ndio akule. Kweli ilikuwa inauma, pahali wapatie mtoto akule ndio kuna shida zaidi, pale mama na mtoto wakule, lakini mtumishi wa Mungu akatangulia kula, na matokeo yake hiyo nyumba haikukosa chakula. Kwa hivyo kazi ya Mungu inasapotiwa na watu wa aina tatu, na nimeona watoto wangu wengi wa nje ya church nasimamia wakisimama na kazi ya Mungu tunafanya. Huyu ananiambia Bwana amefanya hii, huyu ananiambia Bwana anafanya hii, huyu ananiambia Bwana anafanya hii. Tukiona pia watoto wetu wa ndani wale tuko nao washirika Mungu ametupatia wakisimama na kazi ya Mungu, tunaona Mungu anafanya, Mungu anafanya, Mungu anafanya. Na tunaona pia hata wapagani, watu wasiomjua Mungu wakisimama na kazi ya Mungu. Kwa hiyo ndio idara ya 6 inayopatikana kanisani, na baba yangu wa mbinguni awabariki sana.